Ruto angesema tufanye national audit ya Vision 2030 tujue ni nini tuliachieve na ni nini ambayo hatujaachieve ya Vision 2030. Lakini Ruto anatuletea Vision 2060 kwa sababu ako 100% sure by 2060 atakuwa amekufa. Bunge power. Hapa mbele mnaniona vizuri? Hapa mnaniona vizuri? Pande hii mnaniona vizuri? Huku nyuma mnaniona vizuri? Bas, mimi ndio Kiberenge. Na mimi ni Sifuna. Thank you so much. Na nataka niseme hivi, Speaker amesema tuongelee mambo mawili. Jambo la kwanza ni Vision 2060. Jambo la pili ni speech ya Gachagua jana. Unajua Kenya saa hizi inaongea speech ya Gachagua. Hata Wakenya waongei mambo ya 2060 sana, zaidi wanaongea mambo ya Gachagua. Kwa hivyo nitaanza na mambo ya Vision 2060. Mimi kulingana na maoni yangu, Vision 2060 is a formula of President Ruto running away from his promises. Ni formula ya Rais Ruto kuhepa mambo ambayo aliahidi wa Kenya. Vision 2060 is Ruto's formula of diverting our attention from his failures. Ameshindwa kuimplement manifesto yake, sasa anatuletea Vision 2060. Tuko na Vision 2030, inabakia miaka 4. Vision 2030, we have not achieved the goals of Vision 2030. Ruto angesema tufanye national audit ya Vision 2030 tujue ni nini tuliachieve na ni nini ambayo hatujaachieve ya Vision 2030. Lakini Ruto anatuletea Vision 2060 kwa sababu ako 100% sure by 2060 atakuwa amekufa. Kibaki alikalculate miaka yake. Kibaki akaona by 2030 nitakuwa nimekufa, hakuna mtu ataniuliza. Kibaki akaweka Vision 2030. 2030 bado miaka 4 na Kibaki alikufa, utauliza nani? Ruto amekalculate miaka yake, akaona nikisema 2060 sitakuweko, hakuna mtu ataniuliza. Ametuwekea 2060. Ruto angemake a lot of sense kama angesema let us audit the national. Let us have a conference to audit the Vision 2030. Tujue have we achieved the goals of Vision 2030. Vision 2030 ilikuwa na goals. Ilikuwa inasema 1,000 one doctor 1,000 people. Vision 2030 ilikuwa inasema 1 policeman 1,000 people. Vision 2030 ilikuwa inasema 1 teacher 40 learners. Vision 2030 ilikuwa inasema kwamba ukitoka kwa nyumba yako within 500 meters umefika kwa hospitali. That is Vision 2030. Have we achieved the goals of Vision 2030? Tumeanza ingine Vision 2060. Have we achieved the goals? We have not achieved. We need to move away from paperwork to execution. We need to move away from paperwork to implementation. We have a lot of paperwork on our shelves. Ruto kama anataka vitu ya kuimplement paperwork ziko mingi kwa shelf. Mimi nazaenda kujitolea niende hapa archives nimutafutie sessional paper number 10 of 1965 by Tom Mboya ambayo Singapore walichukua waka-implement ndio ikafanya Singapore ikakuwa vile iko sahi. Iliandikwa na Tom Mboya, iko hapa archives. Naweza kujitolea nitafute nimpelekee kwa gate. Kama anatafuta kitu ya complement. Kitu kingine ya kuimplement, tuko na katiba 2010 ambayo we have not implemented our constitution fully. We are implementing our constitution in tokens, in pieces. To implement the framers and drafters of the 2010 constitution provided 80% solutions to our problems.
Ukiimplement hii katiba ya 2010 fully ambayo Ruto aliipinga hakuiamini, utakuwa umesuluhisha 80% of our problems. We need somebody who can implement Constitution 2010. Kama Ruto anatafuta kitu kingine ya kuimplement, ako na manifesto yake ambayo ilikuwa na over 200 pledges, over 200 promises ambazo amejaribu karibu 7. Amejaribu karibu 7. Anahepa manifesto yake. Kama Ruto anataka kitu kingine ya kuimplement, tuko na Vision 2030. Implement. We cannot, hatuwezi kuwa tunatengeneza conferences za kuandika papers za kuweka kwa shelves. Rais mwingine akija atengeneze Vision 20 fulani. I want to tell Dr. William Samoei Ruto that no Kenyan is losing sleep because of 2060. No Kenyan is losing sleep because of stadiums. No Kenyan is losing sleep because of roads. No Kenyan is losing sleep because of houses. Very many Kenyans, majority of Kenyans are losing sleep because of high taxes. Majority of Kenyans are losing sleep because of expensive education. Majority of Kenyans are losing sleep because of poor health care. Majority of Kenyans are losing sleep because of hunger, not stadiums, not 2060. Huwezi kuambia mtu ambaye ako na njaa nataka tupange mambo ya 2060. Mr. President, maliza ukanyage kubwa kubwa. Maliza ukanyage kubwa kubwa. Hatungoji 2060. We want to deal with our problems now. Hiyo mkutano ilikuwa hapo KICC, ingekuwa mkutano ya kupunguzia Wakenya taxes saa hii, inge make a lot of sense. Inge make a lot of sense. Lakini ilikuwa mkutano ya kuongea mambo ya 2060. President Ruto is trying to run away from his failures. He's trying to run away from his promises. Ruto aliahidi wa mama kwamba mimi nikichukua serikali, mama yeyote atazaa mtoto for the first 3 months free diapers. Hakuna diapers, free diapers. Ruto aliahidi vijana 1 million jobs per year. Hakuna. Ruto aliahidi double digit economy. Hakuna. Ruto aliahidi atatoa Kenya kwa madeni. Amekopa zaidi kushinda mapresident wengine in 4 years. Ruto aliahidi wa Kenya heaven on earth. Sasa anajaribu kuhepa promises zake, analeta Vision 2060. We shall not have a conversation about 2060. We reject that. We reject that invitation. We want to have a conversation about today. About today. We want to have a conversation about today. Huyu kijana ambaye ako miaka 30. Kijana ambaye ako miaka 30 ni graduate. Amefanya biochemistry. Hana kazi. Unamwambia unataka tupange mambo ya 2060. Kuanzia saa hii kijana 2060 atakuwa miaka ngapi? We want to plan Kenya right now. Tunataka tuongee mambo ya Kenya leo, sio ya 2060. Leo. So Ruto hizo vitu zake, na Ruto alioposi BBI. Akasema Uhuru anataka kutumia BBI kubadilisha katiba akuamilie uongozi. Sisi tunataka kupinga Vision 2060 kwa sababu Ruto anataka kuitumia abadilisha katiba cling to power. Jambo la kumaliza. Mambo ya Gachagua. Gachagua jana ametoa statement ambayo saa hizi Kenya mzima inajadili hiyo statement. It was a very comprehensive statement in every sector, in agriculture, in security, in every sector. It was a very comprehensive statement titled Ruto at 4. Ruto at 4. Leo hii mimi najiuliza huyu mtu anaitwa Rigathi Gachagua, kwa nini mimi nilikuwa nachukia huyu mtu? Kwa nini mimi nilikuwa nachukia Gachagua? Badala ya hao watu wa respond kwa zile issues Gachagua ame-raise, wanaleta diversion tactics. Badala wa respond kwa zile issues ambazo Gachagua ali-raise, wanaleta diversion tactics. Gachagua anauliza
Gachagua anauliza, why is it that Raila's personal doctors were denied access to him? Gachagua anauliza, why is it that Raila's personal doctors were denied access to him? Hiyo swali jibiwa, waache kuhepa. Gachagua anauliza, Raila was a former prime minister. Raila was a political giant in Kenya, a democratic icon. How did he find himself in a random herbal clinic in a village in India, in a slum where he died? How? Badala wajibu wanapiga diversion. Gachagua anauliza, huyu Dr. Mutiso ambaye aliuawa juzi, mbona wale mapolisi walimuua wawili wameenda kufichwa Uganda? Badala wajibu wana divert. Gachagua anauliza, mbona China Bridge International Corporation, Ruto anaitumia for corruption conduit, as a corruption conduit? Badala wajibu hiyo wana divert. Wajibu zile issues ambazo Gachagua ameraise blow by blow, hawatahepa. Wajibu hizo issues Gachagua ameraise. We may hate Gachagua, you may love him or hate him, but the issues he has raised must be answered. The issues ambazo Gachagua ameuliza zote zijibiwe. Na mimi nataka kuambia Gachagua, endelea hivyo, kanyagia hapo, na Gachagua uendelee hivyo. Unajua Gachagua amekuwa mtu mwerevu, anarusha bomu alafu anarudi ananyamaza. Wanakuwa busy kujibu, na saa hizo Gachagua ana arrange mulima na DCP. Kitambo aende kumaliza kujibu, akuja arusha ingine. Nataka kuambia Gachagua, kanyaga shingo, bado kanapumua. Kanyaga shingo. Na namaliza kwa kusema, Wakenya, we have a common mission and a common enemy. We have a common mission and a common enemy. We are united as Kenyans in sending Dr. William Samoei Ruto, not because he's a Kalenjin, but because he has failed Kenyans. Not because he's a Kalenjin. Kuna Wakalenjini wengi ambao wanaumia kama Wakenya wengine. So this is not about tribalism. This is not about tribalism. It is not about tribalism. It is governance issues. It is leadership issues. Tunataka kupigana election ya 2027. Haitakuwa more about issues. It will be more about integrity. We have a common enemy and a common mission. Asante na Mungu awabariki. Thank you so much.